Hii ni Elimu Mtandaoni TV. Mimi naitwa Michael Chalange. Karibu katika lecture ya physics. Kwa majina naitwa Michael Andrew Chalange, lakini wengi wamezoea kuniita Engineer Chalange kwa sababu ni graduate engineer wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Vile vile unaweza kuniita mtaalam wa A-level physics. Sasa leo tutaangalia binding energy. Sasa binding energy hiki ni kipengele ambacho kinapatikana katika topic ya atomic physics. Hii ni topic ya kidato cha 6. Atomic physics huwa inatoka kwenye physics 2, kwenye paper 2, na huwa inakuwepo section C. Section C kule huwa kuna maswali matatu. Sasa katika yale maswali matatu, maswali mawili huwa ni atomic physics, na kila swali huwa ni max 20. Sasa atomic physics according to Tanzania syllabus, atomic physics imegawanyika katika pati 4. Kuna pati ya kwanza ni quantum physics, pati ya pili ni structure of an atom, pati ya tatu ni nuclear physics, na pati ya 4 ni lesser. Sasa binding energy inapatikana ndani ya pati ya nuclear physics. Nuclear physics ina vi subtopic. Kwa binding energy ni pati katika nuclear physics. Nini maana ya binding energy? Binding energy tunadefine hivi: is the energy required to disintegrate the nucleus into its constituent particles. Is the energy required to disintegrate the nucleus into its constituent particle. Definition. Sema, is the energy required to disintegrate the nucleus into its constituent particle, into its constituent particles. Najua kwamba nucleus of an atom ina proton na vile vile ina neutron. Sasa ukitaka kuivunja hii nucleus, ukiivunja tunakuwa tuna pati mbili. Let's say hapa tuna proton na hapa tunakuwa tuna nini? Neutron. Sasa hizi hapa ndio constituent particles. Kwa hiyo energy ambayo inahitajika kuivunja hii nucleus katika particles zake, the energy required to disintegrate or to block the nucleus katika constituent particle, energy inakuwa released or the energy absorbed, hiyo ndio tunaita nini? The binding energy. Sasa binding energy huwa tunaweza tukaikalculate kutokea kwenye Einstein mass energy equation. Na Einstein mass energy equation inasema E is equal to mc square. E is equal to mc square. Kwa hiyo we can calculate the binding energy kwa kutumia formula ya energy ni sawa sana mc square, ambapo mass em ni mass, tunaita mass defect. M tunaita mass defect, na C ni speed of light. Na tunajua kwamba speed ya light ni 3 × 10⁸ meter per second. Sasa kabla sijazungumza mass defect ni kitu gani, tuna calculate vipi binding energy, naomba nikurudishe nyuma kidogo. Kuna kitu fulani inabidi tukizungumze ili kuweza kucalculate vizuri binding energy. Naomba iko kitu nikizungumze. Kitu chenyewe ni atomic mass unit. Atomic mass unit. Hiki ni kitu cha msingi sana ambacho kitatusaidia katika kufanya maswali ya kutafuta binding energy. Atomic mass unit kifupi huwa tunaandika AMU. AMU. O tunatumia herufi U
kurepresent atomic mass unit. Kwa atomic mass unit unaweza kurepresent kwa kutumia amu au unaweza kurepresent kwa kutumia U. Nini maana ya atomic mass unit? Kumbuka hiki kinatusaidia ili tuweze kufanya maswali yetu ya binding energy vizuri. Atomic mass unit tunasema kwamba is 1/12 of mass of carbon 12 atom. Atomic mass unit is 1/12 of mass of carbon 12 atom. Kwamba amu ni sawasawa na 1/12 ya masi ya carbon 12 atom. Kwa hiyo 1 amu ni sawasawa na 1/12 times mass of carbon 12 atom. Naomba hapa tuwe makini sana. Tuwe makini sana kwamba 1 amu ni 1/12 ya masi ya atom moja ya carbon. 1/12 ya masi ya atom moja ya carbon. Wengi wa tunajua kwamba molar mass of carbon. Tunajua kwamba molar mass of carbon 12. Molar mass of carbon 12 huwa tunasema ni 12 gram per mole. Sawa? 12 gram per mole. Sasa tusije tukachanganya. Hii 12 gram per mole sio ni mass of carbon 12 atom. Hii sio mass ya carbon 12 atom. Angalia hapa vizuri. Tukisema molar mass ya carbon 12 ni 12 gram per mole, hapa maana yetu ni kwamba 1 mole ina 12 gram. Sawa? Sawa ndugu yangu? 1 mole ni 12 gram. Sasa je, 1 mole ina how many atoms? 1 mole ina how many atoms? 1 mole ina how many atoms? 1 mole of carbon ni sawa sana 12 gram. Sasa tuangalie hapa 1 mole ina how many atoms? Tunakumbuka kwamba formula ya kutafuta number of atoms. Number of atoms ni sawa sawa na number of mole times Avogadro number. Number of atoms ni sawa sawa na number of mole zidisha kwa Avogadro number, ambapo 1 mole number of atom tunataka tuangalie kwenye 1 mole kuna atom ngapi. 1 mole nachukua moja ambayo ni n nazidisha na Avogadro constant za 6.02 times 10 power positive 23. Kwa nikizidisha hapa napata 6.02 times 10 power 23 nini atoms. Kwa hiyo inamaanisha nini ndugu yangu? Kumbe inamaanisha 1 mole ina atom 6.02 times 10 power 23 atoms. Kumbe atomu hizi za carbon ndio zina masi ya ngapi? 12 gram. Sawa? Kwa hiyo 6.02 times 10 power 23 atoms hizi ndo zina masi ya 12 gram. Sisi tunachokitaka kwenye amu ni 1/12 ya masi ya carbon 12 atom. Atom hii moja tu. Kwa hiyo hapa 1 atom ina masi kiwango gani? Ndio tunachokitaka sisi sasa. 1 atom ina masi kiwango gani? Hapa tuna close. Tutakuja kuona kwamba masi of 1 atom is equal to 12 divided by 6.02 times 10 power 23 gram. Sawa? Kwa hiyo kumbe masi ya atom moja ni sawa value yake ni hapa. Sasa hapa ndio tunapata definition nzuri. Sasa 1 am ni sawa sana 1/12 ya masi ya carbon, mass of 1 atom of carbon. Kwa hiyo itakuwa 12 6.02 times 10 power 23 gram. This and this cancel. Nikichukua moja nikagawanya kwa hapa nitapata 1.66 times 10 power negative 24 gram. Na convert kwenye kilogram nitapata 1 am ni sawa sana 1.66 times 10 power negative 27 kilogram. Kwa kumbe 1 am au 1 u ni sawa sana 1.66 times 10 power negative 27 kilogram. This means kumbe tunaweza tukaconvert kutoka amu kwenda kwenye kilogram, na tunaweza tukaconvert kilogram kwenda kwenye amu. Okay? Sasa nataka nijue 1 am ina energy ya kiwango gani? 1 am ina energy ya kiwango gani? Energy of 1 am. Nataka tujue the energy of 1 am. Energy
of 1 amp. Remember, namna ya kupata energy when we have mass, tunasema E is equal to mc square. M, it's 1 amp, lakini ili uweze kutafuta energy kwa kutumia hii formula, mass should be in kilogram. Mass lazima iwe kwenye kilogram. Kwa hiyo natumia hii hapa 1.66 times 10 power negative 27 zidisha kwa c. I've said that it's a speed of light. 3 times 10 power 80 square. On solving this you get to 1.494 times 10 power negative 10. The unit is what? Joules. Okay? Na weka hii energy into electron volt, into EV. Hii energy naiweka kwenye electron volt. Nikiweka kwenye electron volt, tutapata 933.75 times 10 power 6 EV. Times 10 power positive 6 EV. 10 positive 6 ni sawa sana kuweka mega, capital M. Kwa hiyo energy ni sawa sana 933.75 mega EV. Mega EV. Kwa hiyo kumbuka 1 amp tumeipata hii energy kwa kuweka 1 amp ambao ni sawa sana mass hizi hapa. Kwa hiyo 1 amp ina energy ya kiwango hiki hapa. 1 amp ni sawa sana 933.75 mega EV. Sasa point to note. Hapo naomba tuelewane vizuri. Point to note. Hiki kitu huwa mara nyingi sana kwenye mitihani huwa kinatoka. Kwenye ukiangalia ukiwa na mtihani the first page kwenye list of constant, kama hiki kitu kinahitajika kutumika basi utapewa. Sasa kama utapewa, sio lazima upewe 933.75. Humu ndani mpaka tumepata jibu, mpaka tumepata kwamba 1 amp ni sawa sana 1.66 times 10 power negative 27, kuna approximation nyingi zimefanyika. Kwa hiyo utakuta kuna baadhi ya vitabu vinaandika 1 amp ni sawa sana 931.5 mega EV. Kuna some books zinaandika 1 amp ni sawa sana 931. Kuna vitabu vingine vinaandika 1 amp ni sawa sana 932 mega EV. Mega EV. Kwa hiyo wewe kitu cha msingi hiki hapa sio cha kukishika kichwani, cha msingi ni uangalie kwenye mtihani umepewa 1 amp ni sawa sawa na ngapi. Naomba tuelewane sana hapa. Cha msingi ni angalia kwenye mtihani 1 amp ni sawa sana ngapi. 1 amp ni 931, 1 amp 932 au 1 amp 931.5. Hiko ndo kitu cha msingi. Okay? Hiko ndo angalia umepewa 1 amp ni sawa sawa na ngapi. Usikalili ukaingia na hii hapa kwenye mtihani umepewa 1 amp 931, wewe unaenda kutumia 933.75, hapo lazima ukose. Kwa hiyo cha msingi angalia umepewa 1 amp ni sawa sawa na mega EV ngapi. Unaweza ukasubscribe katika channel yangu ya YouTube Elimu Mtandaoni TV. Vile vile napatikana katika Instagram, Facebook na Twitter kwa Elimu Mtandaoni.